Na haya ni mambo wasiyoyajua kuhusu kampuni ya Puma na Adidas. Ni miongoni mwa makampuni makubwa zaidi duniani ambayo inajihusisha na utengenezaji wa mavazi, viatu vya michezo, lakini pia kampuni hizi mbili zina historia ya kuvutia zenye ushindani mkubwa uliodumu kwa miongo kadhaa, na hii itakushangaza. Adidas ilianzishwa mwaka 1949 na Adolf Adi Dassler nchini Ujerumani. Kampuni hii ilipata umaarufu wa kubuni viatu vya michezo vyenye ubora wa hali ya juu, hasa kwa wanariadha na wanasoka. Leo Adidas ni chapa ya kimataifa inayojulikana kwa mistari mitatu ambayo ni 3 strips, na imekuwa mdhamini wa mashindano makubwa kama vile kombe la dunia la FIFA. Mbali na michezo, Adidas pia imejikita kwenye mitindo ya kisasa ambayo ni fashion, ikishirikiana na ubunifu na wasanii mbalimbali. Lakini pia kwa upande mwingine, Puma ilianzishwa mwaka 1948 na Rudolf Dassler ambaye alikuwa ni kaka wa Adolf Dassler. Baadaye ndugu hawa wakatofautiana, kila mmoja alianzisha kampuni yake, hivyo kukazaliwa utofauti mkubwa na ushindani usiokuwa wa kawaida kati ya Puma na Adidas. Puma ilijikita katika kutengeneza viatu na mavazi ya kimichezo na imefanikiwa sana katika michezo ya soka, riadha na mbio za magari. Chapa hii ilijulikana kwa nembo yake ya mnyama ambaye ni puma anayekimbia kwa kasi na nguvu. Kwa miaka mingi kampuni hizi mbili zimekuwa zikishindana katika ubunifu, ubora na mikataba ya udhamini na wanamichezo maarufu. Adidas mara nyingi imekuwa ikiongoza kwa ukubwa wa soko, lakini pia Puma imeendelea kujijenga kwa mikakati ya kipekee ya soko na ubunifu wa bidhaa. Kwa ujumla, Puma na Adidas zimechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya sekta ya michezo na ubunifu duniani kote, lakini pia ushindani wao umeleta ubunifu unaonufaisha watumiaji, huku kila mmoja akijaribu kuwa bora zaidi ya mwenzake. Sasa utofauti wa kampuni hizi mbili kati ya Puma na Adidas uko mahali hapa kwenye falsafa, mbinu za kibiashara, lakini na ubora pia wa bidhaa zao. Adidas tangu mwanzo ilijiwekeza katika msisitizo mkubwa wa utendaji, na Adi Dassler aliamini katika kuwa na viatu bora vinavyoweza kumsaidia mwanariadha kufanya vizuri zaidi, na ndio maana Adidas alijikita katika teknolojia ya michezo, ubunifu wa kisayansi, lakini pia kushirikiana na wanariadha ili kuboresha bidhaa zake. Lakini Puma ya Rudolf Dassler ilichukua mwendelezo tofauti kidogo. Ingawa pia ilihusika na michezo, Puma iliamini zaidi katika mchanganyiko wa michezo na mitindo ambao ni sport and lifestyles. Ililenga kufanya bidhaa si tu kwa wanamichezo, lakini pia katika kuwavutia matumizi ya kila siku. Lakini tofauti ya pili ni ubora. Adidas inajulikana kwa teknolojia ya hali ya juu. Bidhaa zake nyingi zinaonekana kuwa na ubora wa hali ya juu zaidi ya matumizi ya kitaalamu, hasa kwa wanariadha. Lakini hawa bana, kuna namna ambavyo walifanikiwa kuliteka soko duniani kote. Adidas yenyewe ilianza kuingia moja kwa moja kwa wanariadha wakubwa wa viwango vya juu, lakini pia ilipata umaarufu baada ya wanariadha hao kushinda mashindano huku wakiwa wamevaa viatu vya Adidas. Kwa mfano vile Olympic ilimpatia jina kubwa sana kwa kipindi hicho, lakini pia ilijenga jina kupitia timu za soka na mashindano makubwa kama vile ya FIFA. Baadaye ikaingia kwenye mitindo ambayo ni streetwear kwa kushirikiana na mastaa wakubwa. Lakini pia Puma kadhalika ilitumia mbinu ya ubunifu wa masoko kwa kuwashawishi mastaa. Ilikuwa ya kwanza mara nyingi kufanya mikataba mikubwa na wanamichezo kama vile Pele, na baadaye ilipanua kwa kushirikiana na watu wengine wa burudani kama vile Rihanna, Jay-Z. Hao waliingia katika mikataba mikubwa sana na kampuni hii ya Puma, na ilifanya watu wengi sana kuvutiwa, hasa mtaani walivaa brandi hiyo ya Puma. Lakini pia kitu kikubwa ambacho kiliwapatia nguvu sana hawa jamaa wa Puma, iliweka mkazo kwenye utambulisho wake. Ilikuwa na utambulisho wa kipekee. Video zao na picha ambazo walikuwa wanazipiga zilikuwa ni za kuvutia mno, ambayo iliwapendeza watu wengi sana kuvaa hiyo brand. Lakini kitu ambacho ukifahamu zaidi bana, ushindani wao ulikuwa ni wa kihistoria. Hawa jamaa walikuwa na ushindano mkubwa sana. Unaambiwa katika mji ambao ulikuwa wamezaliwa hawa jamaa wanaishi, walitengeneza mgogoro mkubwa sana kati ya ndugu wawili. Ilisababisha mpaka mji huo kujitenga, kujigawa. Yaani kwa mfano, hii kibongobongo mnajigawa, kuna bongo A na bongo B. Kila mmoja anashindana kuvaa brandi ya mwenzake. Kwa mfano, watu walikuwa wanavaa brandi ya Puma na watu walikuwa wanavaa brandi ya Adidas. Walikuwa kama vile Simba na Yanga. Lakini pia ushindani huu uliofanya wao wote wawili kuendelea kubuni na kurekebisha bidhaa zao ili kila mmoja aweze kumpita mwenzake, na hii iliwapatia nguvu sana kwa sababu walienda duniani kote wakiwa na ushindani wa namna hiyo. Kiufupi, naweza kusema kwamba Adidas ina nguvu zaidi kwenye teknolojia ya michezo na ya kitaalamu, lakini pia historia kubwa. Lakini pia Puma ina nguvu kwenye ubunifu wa mitindo, masoko ya kisasa, lakini pia inavutia zaidi vijana.
Naweza kusema kwamba kampuni zote mbili zina ubora wa hali ya juu zaidi duniani kote mpaka sasa tunavyozidi kuongea, na hii inatupatia picha vijana kwamba unapotaka kuanzisha kitu lazima wazingatie wana ubora, lakini pia na mbinu za namna ya kuingia katika soko ili uweze kumiliki, kama vile tunavyomuona Vunja Bei anavyoweza kumiliki soko hapa Bongo.